Habari zenu. Leo nakwenda kuwaletea kazi ambazo zinapatikana kirahisi USA na kazi ambazo zitakutoa kimaisha USA na kazi ambazo ukifika USA ni rahisi kupata kwa waliosoma na wasiosoma. Hii ni kazi utakwenda kusikiliza mwanzo mpaka mwisho ujue ni kazi gani. Kwanza kabla ya kusikiliza, bonyeza alama imeandikwa subscribe hapo chini, kisha bonyeza alama ya kengele, share, like, comment, share kwa wengine ili waweze kujifunza vitu vizuri. Kwa hiyo fuatana na mimi ujue ni kazi gani ambayo itakutoa kimaisha ukifika USA, na ni kazi ambazo ukizipambania hizi kazi zinakutoa vizuri na unapata pesa nyingi. Kwanza kabla ya kusikiliza hapo nimeshasema bonyeza alama imeandikwa subscribe, share, like, comment, share kwa wengine. Haya, unakwenda kuelekeza ni kazi ipi itakayo kufanya wewe utoke kimaisha ukiwa Marekani. Na hizi kazi watu wakifika kule ndo kazi wanazozikimbilia. Uwe umesoma, uwe hujasoma, ni kazi wanazozikimbilia. Kazi ya kwanza kabisa, hii kazi ni kazi ambayo kona zote, Ulaya yote, Marekani, ni kazi ambayo watu wengi wanaikimbilia, na ni kazi ambayo ina mshahara mkubwa kuliko kazi zote, kazi za kulea wazee. Hii kazi ya kulea wazee ina mshahara mkubwa kwa sababu hii kazi watu wengi huwa hawaipendi. Hii kazi ni wito, na hii kazi pia unaisomea kwanza kwa miezi kadhaa. Ukishafanikiwa kuisomea una apply kazi, au ukifika huko unaweza ukatafuta ukapata. Kazi ya pili, warehouse. Hii kazi, yani kazi ya kupanga vitu store, yani kuandaa order za wateja, yani kazi ya kufanya nini, kazi ya warehouse. Pia hii kazi ni nzuri na watu wengi wanaikimbilia na inakutoa kimaisha. Yani kazi hii ya warehouse mshahara wake ni dola kuanzia 16, 17 mpaka 20 kwa lisaa. Yani huo ndo mshahara wake. Kazi nyingine, kazi ya delivery. Hii kazi inalipa sana Marekani, kazi ya delivery. Yani ukiwa labda na pikipiki yako, gari yako, yani usafiri wako, unaenda unatafuta kazi, jamani mimi naomba kazi ya delivery. Kuna makampuni mengi. Makampuni ya kwa mfano kwenye maduka ya nguo, kwenye restaurant haya kusupply burger, pizza, nini kama unavyojua vyakula vya wazungu wanavyovipenda, kusupply nini, yani delivery ziko aina nyingi. Kama mnavyojua hata hapa Tanzania kuna bodaboda special, labda una biashara yako unakuwa na bodaboda wako special kwa ajili ya kusupply hizo bidhaa zako. Ndio hii kazi ya delivery. Pia hii delivery uwe na leseni. Uweze ukaendesha gari bila leseni. Leseni yako pia iwe haijaisha. Uwe na smartphone, simu, ili kwa ajili wateja wao na kutafuta kwa njia ya simu. Hii ndio kazi ambayo inaweza pia ikakutoa kimaisha, ikakufanya wewe uwe na pesa nyingi. Pia kuna kazi ya restaurant. Hii ni kazi kama vile mnavyojua kwenye restaurant haya, kufanya usafi. Ukiweza pale unaweza ukaomba kazi labda ya nini, ya upishi pale, ukaomba kazi yoyote pale. Na wazungu pia wanapenda kula kwenye restaurant, hawapendi kula basi akule hakuna mama ntilie. Hizi restaurant ndo zimetawala. Kwa hiyo unaweza ukaomba kazi pale ukapata. Kazi nyingine, kazi ya cleaner, yani kazi ya usafi. Hii kazi pia ni nzuri. Nimesahau kazi ya restaurant, mshahara wake ni kuanzia dola 15 mpaka dola 18. Ikizidi 19, 20. Huo ndo mshahara wake kazi za restaurant. Hii kazi ya cleaner hii. Kazi ya cleaner ni kazi ya usafi. Kuna kazi za usafi aina nyingi. Kuna kazi ya usafi kwenye nyumba za watu, kuna kazi ya usafi kwenye mahoteli, kuna kazi ya usafi kwenye maukumbi. Kwa hiyo unaweza ukifika huko unatafuta kwenye mahospitali, viwandani, unaweza ukatafuta. Ukaenda labda kwenye mahospitali, ukaenda viwandani,
ukaomba kazi, yani ukaapply pia online, kazi ya usafi ukapata. Pia na wenyewe wanalipa mshahara mzuri. Mshahara wao pia ni mzuri. Mshahara wao inaelekea na $18, $16 mpaka $20. Kwa hiyo pia unaweza ukaapply kazi hizi ukapata. Ukitaka yani upate kazi ni ingia hii nini Indeed. Pia Indeed kwa Marekani inatumika sana Indeed. Unaweza ukaapply pale ukapata kazi ukaifanyia kazi kama inavyoitwa kazi ukaondoka. Kwa hizi ndio kazi ambazo ukifika Marekani, yani hizi ndio kazi zinazotawala sana Marekani. Kazi ya restaurant, cleaner, warehouse, delivery na kazi za kulea wazee. Yaani hizi ndio kazi watu wengi hata Watanzania, Wakenya wakifika kule ndio kazi wanazozikimbilia, kwa sababu ni kazi ambazo zinakutoa kimaisha na unaweza ukajenga hata mjengo wako kwa hii kazi. Kwa kuwa mmenisikiliza, asanteni. Usisahau kubonyeza neno limeandikwa subscribe, usisahau kushare, usisahau kucomment, usisahau kushare kwa wengine ili waweze kujifunza vitu vizuri. Asante kwa kunisikiliza.